Kwa sababu mshaanza mafunzo, maana yake mmeshajua kuna tofauti. Safari hii kazi ni ngumu kidogo, na kama mmemsikiliza mratibu wa mkoa, mmeelewa kwamba kazi ni ngumu kidogo, inahitaji umakini kidogo tu wa ziada, kwa sababu sasa hivi wewe unaenda kwenye kata. Mwanzoni ulikuwa wewe na kituo chako, si ndio? Shule ya msingi Liamba. Kuna hivyo? Hamna. Shule ya msingi Liamba hiyo. Shule ya sekondari Liamba. Nimekosea kidogo. Si ndio? Ulikuwa uko pale. Sasa hivi ni kata. Kwa hiyo una kazi ya ziada kujua huyu mtu anataka kituo gani ndani ya kata yao. Kuna hizo tofauti ambazo mwisho wa siku zitaenda kuleteleza mtu kujikuta kwingine, si ndio? Ukisahau kunitafutia kituo changu au ukaona si humu tu, maana yake mimi wa kituo X nitajikuta niko kituo A, si ndio? Maana yake ni kwamba kama mtu yuko makini na atasoma kadi yake, atakwambia pale. Napaswa kuhakikisha kuwa shughuli za uboreshaji wa daftari la wapiga kura zinaanza saa 2 kamili asubuhi, na hii tumeendelea kusisitiza wakati wote. Adui mkubwa wa zoezi hili ni kutozingatia muda. Unaweza ukatuletea taharuki kubwa sana kama hutazingatia muda. Kwa hiyo zoezi litaanza saa 2 kamili asubuhi. Ndugu waandikishaji na waendeshaji biashara, hiyo ni taarifa kwenu na ni taarifa muhimu na ni ya kuzingatia. Katika awamu hii ya pili ya uboreshaji wa daftari, dhamana iliyoko mikononi mwenu ni kubwa sana. Mnawajibika kuhakikisha kuwa mchakato wa usajili wa wapiga kura unafanyika kwa uwazi, haki na kwa kuzingatia taratibu na miongozo yote iliyowekwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Mnapaswa kuhakikisha kuwa kila Mtanzania mwenye sifa anapata haki yake ya kujiandikisha bila upendeleo, ubaguzi wala uzembe. Maana hiyo tufahamu kwamba zoezi hili ni moja kati ya mazoezi makini kabisa yanayotekelezwa na nchi yetu. Kazi hii inahitaji taaluma ya hali ya juu, uadilifu wa dhati na uzingatiaji wa maadili. Na ni vyema mkumbuke kuwa nyinyi si tu waandikishaji na waendesha mashine, bali ni walinzi wa demokrasia yetu. Kwa heshima, uvumilivu, upendo kwa kila mmoja atakayefika katika vituo vyenu. Katika uboreshaji huu, tume imeimarisha mifumo na mbinu za kidijitali kupitia vifaa vya BVR ili kurahisisha, kuharakisha na kuhakikisha usahihi wa taarifa za wapiga kura. Nasisitiza kuzingatia mafunzo mtakayofundishwa kuhusu uendeshaji wa mashine hizi, jinsi ya kusajili wapiga kura wapya, kurekebisha taarifa za wapiga kura waliopo na kutoa huduma kwa wale wanaohitaji uhamisho wa vituo vya kupigia kura. Aidha, usalama wa vifaa vya BVR ni jambo la msingi. Hivyo mnapaswa kuvihifadhi na kuvilinda dhidi ya uharibifu na matumizi yasiyo sahihi. Ndugu washiriki, kama sehemu ya maadili ya kazi hii, nisisitize umuhimu wa kutunza siri na taarifa za wapiga kura. Kuna watu hata ukimuuliza mwaka wa kuzaliwa tu huwa hapendi kuzungumza taarifa zake. Kwa hiyo huko kwenye kuandikisha kuna taarifa zingine zinakwenda mbali zaidi. Sasa sisi tumepewa hiyo dhamana ya kuambiwa hayo mambo ya wananchi. Kwa hiyo tunaelekezwa kwamba tutunze
tutunze siri. Taarifa mnazokusanya ni mali ya taifa na matumizi yake yanapaswa kuwa na madhumuni ya uchaguzi pekee. Kwa hiyo yoyote atakayekiuka misingi hii atakuwa ametenda kosa kubwa kwa taifa na sheria zitachukua mkondo wake. Ndio maana ya kiapo ambacho tumeapa. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeandaa vifaa vyote muhimu kwa ajili ya kazi hii. Vifaa vya kiufundi, vitendea kazi vya msingi, miongozo ya uendeshaji. Tunawaomba kuzitumia ipasavyo na kuripoti mapema changamoto zozote mtakazokumbana nazo ili zipatiwe ufumbuzi wa haraka. Ndugu waandikishaji na waendesha biashara, na waomba mzingatie kwamba mafanikio ya zoezi hili hayategemei tu vifaa tulivyo navyo, bali zaidi ni juhudi zenu, weledi wenu na nidhamu yenu. Mnapaswa kuwahudumia wananchi wote kwa wakati, kwa lugha ya staha na kwa kutumia busara, hata pale mnapokutana na changamoto za kitabia kutoka kwa baadhi ya wahusika. Kila Mtanzania anapaswa kujisikia kukaribishwa, kuheshimiwa na kuthaminiwa na anapofika katika kituo cha uboreshaji. Katika kutekeleza majukumu yenu, hakikisheni mnazingatia viwango vya kitaifa vya huduma kwa mteja. Toeni huduma kwa ufanisi, epukeni upendeleo wa aina yoyote, mjiepushe na vitendo vya rushwa na tamaa. Mnapaswa kutambua kuwa imani ya wananchi ni kubwa kwenu katika kufanikisha zoezi hili. Mwisho, ninatoa wito kwenu kuhakikisha kuwa mnazingatia maelekezo yote yatakayotolewa na wawezeshaji. Aidha, napenda kuhakikishia kwamba serikali wilayani hapa imedhamiria kuhakikisha kuwa usalama unaimarishwa ili zoezi hili lifanyike kwa ufanisi. Ni wasihi muwe na ushirikiano mzuri na wa karibu na waratibu wa ngazi ya jimbo wakati wote mnapokuwa mnahitaji ufafanuzi au maelekezo katika kutekeleza majukumu yenu. Kwa majina naitwa Meli Tadeo maarufu ni alokata kata ya Kashaulili. Ndio msimamizi wa zoezi hili la uandikishaji, yani kwa maana ya uboreshaji wa daftari ya awamu ya pili kwenye kata ya Kashaulili. Cha msingi kama afisa mwandikishaji alivyoeleza kutokana na hotuba yake, swala ni kuzingatia sheria na taratibu za uboreshaji wa daftari. Usiwe na upendeleo au kuingiza itikadi ya vyama katika zoezi hili. Hili ni zoezi linalohusisha watu wote wa Tanzania wenye haki za kuandikisha. Wale wenye umri ambao umefikia kuandikisha zoezi hili na wale wanaobadilisha taarifa zao, kuna kuwatoa kwenye daftari wale ambao wametangulia mbele za haki. Yani kwa maana wale waliokufa wasiendelee kusomeka kwenye hilo daftari. Kwa hiyo mimi kama msimamizi wa zoezi hili talisimamia kwa haki na kwa kutenda haki bila upendeleo wa mtu wowote. Naitwa Mwalimu Kenneth Chalwe. Kwa mjibu wa zoezi hili ni mwendesha vifaa vya biometric au BVR. Tuko hapa kwa ajili ya mafunzo. Kama mnavyoona ni zoezi maalum kwa ajili ya uchaguzi mkuu unaokuja. Tuzungumzie maelekezo yaliyopewa. Asante. Uzuri zoezi hili lina miongozo na taratibu zake. Kwa mjibu wa afisa uchaguzi jimbo la Mpanda mjini ametuasa, lakini pia amewasa washiriki wote siku zoezi hili likaendeshwe kwa busara kubwa sana, commitment kubwa sana, akielezea kwamba mafanikio ya zoezi hili yanategemea sana 100% ufanyaji kazi wa washiriki pasipo kutegea. Kwamba pamoja kama kuna maelekezo ya serikali, lakini bado commitment ya mtu binafsi, namna alipopokea maelekezo yatapelekea zoezi hili kufanyika pasipo kukwama. Kwa hiyo sisi kama wawezeshwaji ambao baada ya mafunzo haya tutapewa vifaa kwa ajili ya zoezi hili, tumeahidi kwamba tutafanya kazi kwa weledi mkubwa sana, maarifa makubwa sana, ili lile lengo la serikali
liweze kufikiwa. Kwa majina naitwa Grace Godwin Ngarama, mwandishi msaidizi katika daftari la kudumu la wapiga kura. Tumejiandaa vizuri kutokana na mafunzo ambayo tunayapata hapa sasa hivi, na tunaahidi kwenda kufanya kazi kwa kufuata kanuni na taratibu zilizowekwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.